Ali Kamwe amefika mapema sana Tabora kule, na hapo ameeleza mambo mengi kweli kweli, akimtaja pia mkuu wa mkoa katika namna moja ama nyingine, akibainisha kabisa kwamba Yanga ni kubwa kuliko mkuu wa mkoa. Tamu kweli kweli, mechi na vitu vingi sana. Kwa unaweza ukarudia sauti ya mkuu wa mkoa? Sauti ya mkuu wa mkoa ya tumsikilize. Sawa, ngoja naye pia tuweke sawa sawa hapa katika namna moja ama nyingine. Shida inakuwa sio kuongea. Shida ni baada ya kuongea nini ambacho kinafuata, ni kinachofuata ndio kinakuja sasa kuleta uzito wa maneno ambayo umeyazungumza. Hiyo ni kitu cha msingi sana ambacho Jessica umekizungumza. Huyo hapa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Wapo wanaodanganya, najua wengine wanatisha message, achane nazo. Na hata mtu akikupa hela wala hata usiwe na mashaka, wewe chukua alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni, mimi nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutu. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni 50. Sivyo nilivyosema, lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni 50 sijawahi kuitumia, mimi niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kihelehele, na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni 50 ipo, na nitaongezea katika ile, nitaongezea milioni 10. Kwa na mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe 2 nikiwa na milioni 60 mezani kwa ajili yenu nyie. Haya, tumemsikia. Naomba tena kwa mara nyingine nirudie pia sauti ya Ali Kamwe. Na tukiwa wa kweli kwenye level ya kujua mpira, Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora. Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora, ila wako watu wachache kwa sababu zao, aidha za kisiasa, za kimaisha, wajua tena pangu pakavu, wanataka kukaa mbele kwenye mchezo huu na wao wapate kuonekana, wazungumze, wasikike na waonekane. Hao ndio wanawaaminisha watu kwamba Jumatano Ali Hassan Mwinyi kutakuwa na mchezo mgumu kweli. Ni uongo. Anatafuta nini? Cha kwanza, sisi kama klabu ya Yanga na sisi kama viongozi wenu na wanachama wote hapa, sisi tunamheshimu sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Suluhu Samia Hassan. Naomba mpigie makofi mengi sana Daktari Samia. Tunamheshimu kwa sababu mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa. Huyu mtu wake ambaye Mheshimiwa Rais kamtuma huku anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi tunashughulika naye. Tumwambie Mheshimiwa mkuu wa mkoa, anaitwa nani? Chacha, Paul Chacha. Anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya, mwambieni Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi. Haya, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha atachacha kweli kweli siku ya Jumatano, ni kwa mujibu wa Ali Kamwe na mashabiki wa Yanga. Sasa Jumatano ni kesho. Ndio, Jumatano ndio hivyo. Sasa tuanzie hapa. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Tabora na mlezi wa timu ya Tabora United. Katika swali la kawaida tu hapa, kuna kipi kibaya alichokifanya Mheshimiwa Paul Chacha mpaka hivi sasa kuhamasisha wachezaji wa Tabora United ambao ni timu ipo mkoani kwake, na haya maneno ya Ali Kamwe ambayo amekuja kuyazungumza, akienda mbali zaidi, akibainisha kwamba Mheshimiwa Paul Chacha ametumwa na nani?
Manake Po Chacha hapo amebainisha kwamba Yanga ni kiherehere. Hebu tulitazame hili katika namna moja. Wanatupiana maneno. Huyu anasema haya kuhusu huyu na huyu anasema haya kuhusu huyu. Maneno ambayo mimi binafsi sioni kama yana au tuanze kwa Kamanda Jeffrey. Kwangu mimi ni burudishi. Sawa. Tuanze kwa Jeff. Mimi maneno haya ambayo wanaambiana, ukiangalia kwa Alikamwe maneno ambayo anamwambia mkuu wa mkoa, sidhani kama anastahili kumwambia hivyo. Na pia mkuu wa mkoa maneno ambayo amezungumza kusema timu ina kielele, hilo sidhani kama pia ni jambo zuri. Nadhani kwa mfano yeye mkuu wa mkoa ame deal na timu. Hakudeal na individual. Maana yake kama ukitaka ku-identify individuals ambao wanahusika Yanga, wapo, wanajulikana. Utamtaja engineer Said Hersi, utamtaja Arafat, utamtaja Ali, utamtaja Alex Ngai wajumbe wa bodi, na wengine ya Walter Harrison, unaweza kumtaja Ibrahim, mkurugenzi wa mashindano, Andre Mtine, CEO. Mkuu wa mkoa angeweza kudeal nao as individuals. Lakini unajua mpira lazima tuelewane kwamba ni kipi kinakuwa acceptable na kipi sio acceptable. Kwa sababu kuna baadhi ya tabia Hans na Evans na mama mdogo pamoja na mwenyekiti wetu hapa mkali wa Dimba, kuna tabia kama tumezinormalize. Kwa mfano mzuri, sample size tunaweza tukawa nayo hata sasa hivi tu. Kuna message Jessica alikuwa anasoma, sawa? Unakuta mtu anamlaumu Hans labda kwa kauli aliyoitoa, unakuta mtu anamlaumu Evans labda kwamba huyu anaitetea sana Simba. Labda mimi nimeshazoea mishale, nishakutana nayo sana. Nakutana nayo kwa sababu mimi watu wanajua kabisa kwamba mimi ni shabiki wa Simba na sijawahi kuona kama ni dhambi. Na unawalamba block. Of course, kwa sababu teknolojia imekusaidia. Kwenye hayo maelezo nataka usitoke nje ya kile ambacho tunakizungumza. Utagundua kwamba mashabiki wetu, kwa mfano kama Hans amezungumza kitu, anasema kwamba anatetea mpira wa Tanzania. Yeye anafanya hivyo kwa njia ambayo anaiona yeye iko sawa. Hafanyi hivyo kwa sababu anaipenda Yanga au yeye anasimamia haki. Na mimi nakubaliana naye katika hilo. Siwezi kumjudge individual kwamba bwana wewe unachofanya unakosea. Na hata nikipingana naye nitatumia hoja. Siwezi kuanza kutumia maneno yasiyofaa kabisa. Lakini kama umewagundua mashabiki wetu, wao inakubalika kwa wao kutoa matusi, kutoa maneno ya hovyo na kuiacha hoja mbali kabisa. Yaani hoja iko kushoto huku, mtu anakwenda mbali kulia huku. Sawa? Sasa sometimes kwa sababu hizi tabia tumezinormalize, hata watu ambao wako kwenye nafasi ambazo wanatakiwa wazungumze kwa staha, kwa heshima, kwa decorum, kwa uungwana, kwa sababu yote kwa yote mwisho wa siku huu ni mchezo, sio vita. Mimi huwa sikubaliani na mtu yoyote ambaye anataka kugeuza mchezo wa mpira wa miguu vita. Tuje sasa kwa Alikamwe katika hoja ambazo amezitoa. Ndio nakuja huko. Sasa utagundua kwamba tofauti ya mkuu wa mkoa na msemaji wa Yanga ni kwamba mkuu wa mkoa ametaja timu na anaweza kukwambia kwamba huu ni utaratibu wetu wa kusherehesha mpira. Na by the way, kwani kuambiwa una kiherehere mkai ni kitu kibaya sana katika vitu ambavyo vya ovyo ambavyo vimewahi kuzungumza. Hayo ni maneno tu ya kawaida. Kusema yule kimbelembele neno kiherehere ni baya kuliko kumuita mtu kama Juma Mgunda kumfananisha na andazi. Ni maneno ambayo hayana busara. Neno kiherehere unaweza kulifanisha na kusema mtu kama Benchika upara wake ndege inaweza kutua. Au ameenda mbali zaidi Alikamwe. Unajua kwenye ukweli lazima tuambiane kwamba mkuu wa mkoa amevaa shati lake la kisabato. Sasa sisi wa Sabato tumeingiaje hapa? Sasa wa Sabato wanavaa mashati. Sasa sitaki hiyo nimegusia, tuendelea. Umeelewa? Kwa hiyo utagundua kwamba kuna hizi tabia ambazo zinaanzia kwa mashabiki. Kwa bahati mbaya sana zinatufanya hata sisi watu ambao tuko katika nafasi ambayo tunatakiwa tuwe wafikiriaji zaidi, reason zaidi ya watu wengine, tunakuwa tunadhani kwamba hii ni normal behavior, ni tabia ya kawaida. Sawa? Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwamba mkuu wa mkoa ana interest na timu kabisa. Yaani ile timu ana maslahi nayo kwa sababu yeye yuko pale kwa ustawi wa mkoa.
na moja kati ya vitu ambavyo viko ndani ya jurisdiction yake kama mkuu wa mkoa, even though mkuu wa mkoa na neno jurisdiction inawezekana kwa hakuna uhusiano, lakini mimi nimelihusisha neno jurisdiction kimazingira kwamba katika vitu ambavyo vinahusu job description yake kama mtu ambaye maslahi yake ya kwanza ni maendeleo ya mkoa, ni mchezo wa mpira wa miguu.